Nina mambo mawili ya kuzungumza, na mengine tutakuwa tunazungumza kwa kujirudia kwa sababu ya umuhimu wake. Na kama tulivyosema, kama chama hatutachoka, kwa sababu tunaiona hatari iliyoko mbele yetu, na ili tuwe kwenye record, tuwe kwenye kumbukumbu sahihi kwamba tulionya, tulielekeza na tulisema, lazima haya mambo tuyaseme kwa kurudia. Jambo la kwanza, tunaiambia serikali isitumie fedha za Watanzania kuchezea kwenye kesi ambayo haina manufaa yoyote kwa maisha ya Watanzania. Hii kesi inatumia gharama kubwa, na mimi ninaelewa na wengine wote tunaelewa kwamba kuna Watanzania wanakosa shilingi 10,000 tu, mtoto wake anamfia au mke wake anamfia kwa sababu amekosa vidonge ambavyo vingeokoa maisha yake. Kuna watu wanalala njaa leo kwa sababu ya shilingi 2,000 hawana. Lakini kila siku mnapoona hii kesi inaletwa hapa, mafuta, gharama za posho watu wanazolipwa, sui na nini, kwa kesi ya kisiasa ya kumfurahisha Rais Samia kwa sababu anaogopa kushindana, kwa maoni yetu kama chama, ni kesi inayotakiwa kufutwa. Kama Rais Samia hataki kushindana kwenye masuala ya kisiasa, aache siasa. Lakini kama uko kwenye ulingo wa kisiasa wa kushindana, lazima uwape wapinzani wako equal chance ya kushindana na wewe. Watoe hoja zao, uzijibu. Sio utumie vyombo vya dola, utumie DPP unayemteua, utumie swiki na nani unaowateua, utumie IGP unayemteua, utumie swiki kila mtu anayemteua rais kuonea wapinzani wako. Kwa hiyo tunasisitiza, ni muhimu sana hii kesi ifutwe. La pili, ni swala la namna ambavyo uhai wetu uko mashakani kwa sasa. Uhai wa kila Mtanzania aliyoko hapa. Kwa sababu huelewi ni muda gani utamkasirisha huyo anayeshikilia uzi wa maisha yako. Kwa sababu sasa nchi hii sio Mungu tena anayeweza kutufanya tuwepo tusiwepo. Kuna miungu wamejiweka hapa. Sasa Mungu yule wa mbinguni tunaelewa ni merciful, ni mwenye huruma. Hawa miungu ambao sasa wanashikilia uhai wetu, hatujui ni wakati gani tunawaudhi. Unaweza kwenda bar ukakompiti naye kupata msichana mzuri, ukamzidi, akaagiza upotezwe.